Hivi ungeweza kucheza mchezo wa video kama ungeambiwa kuwa ukifa ndani ya mchezo unakufa pia kwenye maisha halisi? Hakuna kupause, hakuna kurestart, na ndani ya gemu hilo sheria ni moja tu, hakikisha unakuwa hai. Sasa hawa vijana walifikiri kuwa huu ni mchezo wa kawaida mpaka walipoanza kufa mmoja baada ya mwingine kwa njia ile ile waliouawa ndani ya game. Karibu sana Plain Swahili, bonyeza subscribe kisha like ili tuende sawa. Mzigo unaanza kwa kumuonyesha huyu bwana hapa, anaitwa Loomis. Loomis ni mtaalamu wa kuchezea video games. Hapa alikuwa akijaribu toleo jipya la gemu ambalo bado halijatoka sokoni. Cha ajabu kwenye gemu hili kuna sheria moja tu ya ajabu, ni kwamba mhusika wako hatakiwi kufa ndani ya game. Lakini Loomis anapocheza, mhusika wake anauawa kwa kunyongwa. Si unajua game lazima lifike mwisho na inawezekana likafika mwisho kwa mhusika wako kufa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilitokea kwa Loomis. Baada ya kumaliza kucheza game, Loomis anaamua kumcheki rafiki yake aitwaye Hutch na kusifia game kuwa ni kali kinoma, na kwamba kwenye hilo game kuna goosebumps na feelings za uhalisia kabisa. Na kama alivyolisifia game, baada tu ya kumaliza kumpa taarifa hizo rafiki yake, ghafla anaanza kuona matukio ajabu ajabu yanamtokea, kana kwamba kuna mtu ambaye anafuatilia nyayo zake hatua kwa hatua, na zile goosebumps ambazo alikuwa anazisema alikuwa anazifeel kwenye game ndo zinaanza kumtokea kiuhalisia. Ajabu ni kuwa katika maisha halisi Loomis anauawa kwa njia ile ile aliyokufa nayo ndani ya mchezo. Siku inayofuata Hutch anapata habari ya kifo cha rafiki yake Loomis na kuhudhuria mazishi ya rafiki yake kwa ajili ya kutoa heshima zake za mwisho. Huko anakutana na Abigail. Dada huyo anamkabidhi Hutch michezo yote ya Loomis, akisema kuwa hataki tena kuiona kwa sababu akiiona inamkumbusha kuhusiana na Loomis. Sasa Hutch na wenzake wakiwa wametulia baada ya mazishi, wanaamua kukagua games alizokuwa anazicheza marehemu rafiki yao. Ndani yake wanakutana na mchezo wa Stay Alive, huo uliochezwa na Loomis kabla ya kifo chake. Wakaona kwa sababu alikuwa bored na wakaona ni muda mzuri wa kumwenzi rafiki yao Loomis, wakaamua kucheza gemu hilo. Sasa Hutch na marafiki zake wanajiunga na jamaa yao mwingine anayeitwa Swink pamoja na bosi wa Hutch, Mira, anayecheza kwa njia ya mtandao kutokea ofisini kwake. Kabla ya mchezo kuanza, wanaonyeshwa maandishi yanayogoma kuwa skip yanayoitwa sala ya Elizabeth. Wakiwa wanang'ang'ana kuskip, mmoja wao anaanza kunong'ona kufuatia yale maneno yalivyoandikwa, na hapa wanagundua kwamba maneno hayo yanatakiwa yasome kwa sauti ili kutengeneza rhythm kati ya mchezaji pamoja na character ambayo anaitengeneza kwenye game hilo. Na hapa hawakuwa wanajua kuwa kile wanachokisoma ni sala ya kifo na kiapo cha kuwa bind wao pamoja na gemu hilo. Ndani ya mchezo wanajikuta kwenye makaburi na ndani ya jumba la zamani hivi, wakishambuliwa na mapepo yenye sura za watoto. Wanajifunza kutumia mauwaridi na vioo vya fedha kujirinda. Mchezo unaonekana mgumu, lakini kadri wanavyoendelea kuucheza unaonekana ni mchezo wa kawaida tu, mpaka mhusika wa Mira anapokutana na pepo mkuu aitwaye Elizabeth, mwanamke wa kifalme aliyevaa gauni jekundu. Mira anaishiwa waridi na mhusika wake anauawa. Sasa ajabu ni kuwa huko aliko ofisini Mira, naye anaanza kufatwa na dalili zile zile alizokutana nazo Loomis, na mwisho anauawa kikatili ofisini kwake kwa njia ile ile kama mhusika wake wa kwenye game aliyouawa nayo. Hii inawaarete wengine kuwa inawezekana ikawa ni hatari. Vifo hivi vinaanza kuwafanya Hutch na wengine wote wadake wenge. Wanagundua kila aliyekufa ndani ya mchezo anakufa hivyo hivyo katika maisha halisi, kwamba katika gemu hili vile unavyocheza na kile kinachokukumba kama mwisho wa mhusika wako ndivyo kinavyokuja kukutokea kwenye maisha ya uhalisia. Lakini panapokuwa wengi huwa akosekani mbishi pia. Kuna huyu anaitwa Finn. Yeye anapuuza hatari zote zinazoonekana kwenye gemu hili na yeye anaamua kuendelea kulicheza peke yake. Na hapa ilibaki kidogo afe mchezoni, lakini wenzake wanakuja kumshitua na alisimamisha game kabla ya mhusika wake. Kesho yake wanapanga kukutana kwa ajili ya kujadili namna gani wafanye kuhakikisha kuwa wanakabiliana na yale ambayo yanawatokea kwenye game. Sasa wanamtafuta rafiki yao Finn. Finn anaonekana yuko huku akidrive gari yake na ghafla anashuka. Wenzake wakijaribu kumtafuta wanakuta tayari amekwisha uawa kwa kugongwa na gari ya farasi, sawa kabisa na kilichotokea ndani ya mchezo. Imewezekanaje kufa ikiwa game lake alilistopisha? Hii inamaanisha kwamba hata ukistopisha mchezo bado linajicheza kiautomatic na mwisho wake inawezekana kabisa ukapoteza maisha. Sasa Oktoba anafanya utafiti na kugundua kuwa Elizabeth anatokana na mhusika wa kihistoria aitwaye Elizabeth Bathory, mwanamke aliyekuwa akiua wasichana wachanga ili abaki kijana, yaani alikuwa anaokwepa uzee. Huyu aligoma kuzeeka. Sasa jamii iligundua michezo yake aliyokuwa anaicheza, hivyo wakaamua kumuua, na kabla ya kufa aliapa angerudi tena, na sasa roho yake imerudi kupitia mchezo. Na kwa udadisi wanagundua kuwa ili kumwangamiza Elizabeth wanapaswa kupigilia misumari mitatu sehemu ya moyo, shingo na paji la uso, kisha kuchoma mwili na damu yake yote. Sasa wakiwa wanaendelea na tafiti zao kuhusiana na namna ya kumdefeat Elizabeth bila kujua kuwa mchezo umejiweka kwenye automatic
automatic mode, Oktoba anafuatiliwa na kifo na kwamba muhusika wake anakufa, na Oktoba pia kwenye maisha ya kawaida anakufa bila hata kucheza mchezo huu moja kwa moja. Na hapa wanabakia watatu peke yake, Hutch, Abigail na Swink. Hawa wanaamua kwenda kwenye anwani ya mtu aliyetengeneza game hilo. Wanakutana na jumba la zamani linalofanana kabisa na eneo la ndani ya mchezo. Swink anabaki nje akiendelea kuchezesha ili kuzuia mchezo kujiendesha kiautomatic, huku Hutch na Abigail wakiingia ndani. Wanakusanya mauwaridi na kutafuta misumari kwa ajili ya kutimiza kile ambacho kimeelekezwa kuwa wanatakiwa wapigilie msumari kwenye moyo, shingo na paji la uso la maiti ya Elizabeth. Kimaajabu, wakiwa ndani ya jumba hilo, Hutch pamoja na Abigail wanatenganishwa. Abigail anakamatwa na roho ya Elizabeth, huku Hutch akifanikiwa kufika juu ya mnara na kupigilia misumari mitatu kwenye maiti ya Elizabeth. Ajabu ni kuwa bado Elizabeth anajaribu kufufuka tena, lakini Hutch anatumia mwanga wa skrini ya kompyuta kumlazimisha Elizabeth aone uso wake uliozeeka, na bila kujua kuwa huo ndo ulikuwa udhaifu wake mkubwa. Si alikuwa ana escape uzee, sasa uzee anakutana nao uso kwa uso. Akiwa amedhoofika, Hutch anauchoma mwili wa Elizabeth pamoja na damu yote ya Elizabeth, na hatimaye laana inavunjika. Mwisho wa filamu zinaonyesha duka likiuza nakala ya video games za Stay Alive, kwamba nakala zinapatikana madukani. Vipi, nikupe connection ukapate ya kwako? Basi comment neno game nikuelekeze wapi unaweza kucheza game pia. Mimi naitwa Manoge, the man OGE. You're welcome. Subscribe.